Kwa majina naitwa Yusuf Emmanuel Ochieng Sarungi. Ndio mtoto mkubwa na wa kwanza katika familia ya Ochieng Sarungi. Nipo hapa mbele yenu kuwasomea wasifu wa baba yetu au historia fupi tangu kuzaliwa mpaka Mwenyezi Mungu alipotaka kumchukua. Lakini kabla sijaendelea katika salamu zangu, nilikuwa nimesahau kidogo kuwasalimia gara moro. Sanio imore kusopoda yaore. Osaore uru yawa. Kwa achako somo historia fupi marehemu Emmanuel Ochieng Sarungi. Alikuwa anatambulika sana Ochieng Oneko kama ifuatavyo. Mzee Emmanuel Ochieng Sarungi alizaliwa mnamo tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka 1936 katika kijiji cha Utegi, kitongoji cha Nyarongi. Kwa kipindi hicho akiwa ni mtoto wa 4 wa Chief Yusuf Sarungi Igogo, na mama yake alikuwa anaitwa Maria Amimo Oreri Nyakaleri. Elimu ya awali alisoma Nyanduga Utegi. Elimu ya kati alisoma Coak na seminari ya Bwasi SDA Musoma. Elimu ya chuo alisoma Nairobi East Africa College of Business Education na Open University of Dar es Salaam alipokuwa anachukua diploma ya sheria. Vile alisoma elimu ya dini katika chuo cha PEFA alipopatiwa diploma ya theolojia. Kazi na ajira. Baba yetu alianza kazi miaka ya 70, kati ya 69 mpaka 70 pale KJ Motors iliyopo Mwanza, akiwa ni senior storekeeper. Baadaye alihamia Dar es Salaam alipofanya kazi Ubungo Farm Industry UFI kama executive officer au baria mkuu. Vile kipindi hicho tulihamia Moshi katika kiwanda cha kutengeneza hardboard kilikuwa kinaitwa Six Sawmill ambacho kipo mjini Moshi, ambapo alikuwa ni baria mkuu senior storekeeper. Mwaka 76 aliajiriwa na kampuni ya mbegu Tanzania, ilikuwa inaitwa Tanzania Seed Company mjini Arusha. Baadaye alihamishiwa mjini Mwanza. Vile akiwa anaendelea na kazi yake ya storekeeper, akiwa pale ni executive senior storekeeper. Nafasi za uongozi. Marehemu mzee Emmanuel Ochieng Sarungi ameshika nyadhifa mbalimbali za kijamii kama ifuatavyo. Baada ya kustaafu kazi Pasiasi Mwanza, wananchi, kwa sababu alikuwa anapenda haki na alikuwa anachukia uhalifu, wananchi wa Mwanza, Pasiasi Mwanza, walimchagua au walimteua kuwa mtemi wa sungusungu wa kata. Vile alishika nyadhifa mbalimbali. Kwanza vyama vile kama Maria alivyosema, hizi za vuguvugu la kisiasa katika vyama NCCR Mageuzi. Vile akaja Chadema kipindi fulani, mpaka Mwanza wengi wanamjua kwa jina la mzee Mageuzi. Lakini baadaye alienda CCM na akashika nyadhifa mbalimbali ndani ya Chama cha Mapinduzi. Vile baada ya kuingia Chama cha Mapinduzi
alikuwa ni mwanachama mwanzilishi wa tawi la CCM Pasiansi Juu, ambapo amefanya kazi ya chama kwa uaminifu mpaka mauti yanamkuta, kuugua na umauti. Marehemu Mzee Emmanuel Ochieng Sarungi, maradhi yalianza kumkumba mnamo mwaka 2022 na kupata matibabu katika hospitali ya Hindumandal na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, Dar es Salaam. Madaktari walipambana kwa nguvu zao zote. Mzee alipata nafuu na alirudi Mwanza akiwa mzima, akiwa amepangiwa kwenda kliniki ya mara kwa mara kwenye taasisi ya moyo, huko akiendelea na kliniki yake vile Bugando. Mwaka 2024, mwaka jana, mwezi wa 8, maradhi yale ya kwanza yalimrudia baba yetu mpendwa, na tuliweza kumlaza tena katika hospitali ya Sekou Toure kwa muda mrefu. Lakini baadaye hali ilibadilika na tulimkimbiza hospitali ya Bugando katikati ya mwezi wa Februari 2025, Februari, ambapo alilazwa katika hospitali ya Bugando Mwanza. Ambapo aligundulika ile tatizo la kwanza la moyo, la upumuaji, mapafu yalikuwa yameathirika. Mnamo tarehe 5 mwezi wa 3, hali yake ilibadilika ghafla, na ilipofika saa 2:26 asubuhi, baba yetu mpendwa Emmanuel Sarungi Ochieng Oneko aliaga dunia. Ndoa. Marehemu Emmanuel Ochieng Oneko Sarungi ameacha wajane wawili ambao ni Rosalina Jacob Watae na Sara Wasonga. Aidha, alibahatika kupata watoto 14 ambao watoto 3 walikwisha tangulia mbele za haki. Shukrani. Familia ya marehemu Mzee Emmanuel Ochieng Sarungi inatoa shukrani za dhati kwa kwanza wakazi wote wa mtaa wa Pasiansi Juu na viungo vyake, uongozi wa serikali ya mtaa wa Pasiansi Juu pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa Pasiansi Juu. 2. Madaktari wote wa hospitali ya Sekou Toure na Bugando, hususan Dr. Ben wa Sekou Toure na Dr. Evans wa Bugando. Wanandugu, wanafamilia wote pamoja na marafiki kwa namna walivyojitokeza kwa hali na mali kuaga msiba na kuuguza. Makanisa ya TAG, PEFA na kanisa la Kikristo la Wokovu Kamili Tanzania, hususan Mchungaji Baraka kwa huduma ya kiroho aliyokuwa anatoa kwa marehemu Mzee Sarungi mara kwa mara, kila tulikuwa tunamhitaji kwenda kutoa huduma ya kiroho. 5. Wanajamii ya Utegi, ukoo mkubwa wa Nyirato, Olambo,
kwa Sarungi, wote tunatoa shukrani zetu. Mzee wetu alivyorudi Utegi, alivyokaa kwa muda mfupi, mlitoa ushirikiano wa hali na mali. Mwisho, familia haina cha kuwalipa, bali tunawaombea kwa Mungu awape baraka na mafanikio katika maisha yetu na maisha marefu. Bwana alitoa, Bwana ametwaa, jina la Bwana liidimiwe. Amina. Erokamano tuwatigi. Asante sana ndugu yetu Yusufu kwa wasifu wa marehemu. Basi sitopoteza muda sana kulingana na muda wetu jinsi ambavyo unaelekea. Niombe tu basi kusema kamati ya chakula kama tayari mko tayari.